Tena nakwambia, nasema simama, tashinda ukiwa na Yesu, tashinda. Simama imara, utashinda ukiwa na Yesu, utashinda. Tutasoma sehemu mbili, Mwanzo 1 mstari wa 1 hadi wa 3, kisha tunasoma waraka wa pili wa Petro. Tunasoma katika jina Yesu Kristo. Amen. Biblia inasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema,
iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Amen. Tunasoma waraka wa pili wa Petro. Petro wa pili. Waraka wa pili wa Petro 2:5-6. Tunasoma kwa utukufu wa jina Yesu Kristo. Waraka wa pili wa Petro 2:5-6. Wala inasema wala hakuachilia ulimwengu wa kale, bali alimuhifadhi Nuhu mjumbe wa haki na watu wengine 7 hapo alipoleta gharika juu ya ulimwengu wa wasiomcha Mungu. Tena akaihukumu miji ya Sodoma na Gomora, akiipindua na kuifanya majivu. Akaifanya iwe ishara kwa watu watakaokuwa hawamchi Mungu baada ya haya. Amen. Tunaomba. Tunakushukuru Baba yetu, Mungu mpenzi, Mungu wa mbingu na nchi, Yesu Kristo, kwa kutupa wasaa tena kwa ajili Yesu ya kumega mkate. Baba, neno lako la uzima, ujumbe wa wakati ambao unaendelea kutangazwa katika pembe 4 za ulimwengu, kwenye miji, kwenye vijiji, kila sehemu, kwenye mitandao, ili kwamba pasiwe mtu wa kusema sikusikia Injili. Tunakushukuru Yesu. Basi tunakuomba Mungu wetu, uwepo wako uwe pamoja na sisi, kwa sababu wewe ukikosekana mahali hapa Bwana, hakuna chochote ambacho kitakachokwenda kutendeka, kwa sababu ibada bila wewe ni sifuri. Wewe Baba ukatusaidie muda ambao utakaokuwa mahali hapa kwa ajili ya kulitangaza neno lako. Kwa jina Yesu Kristo tunaomba hivyo. Ukaweze kubariki hata usomi wa neno, kiamini Roho Mtakatifu utakuja kutufunulia kama ulivyonena kupitia Danieli kwamba wakati wa mwisho maneno yatakapokwenda kufunguliwa Baba, maarifa yataongezeka. Tusaidie sasa, maarifa haya yasiwe kama ya kiteolojia, lakini ikaweze kutusaidia kwa ajili ya maisha yetu ya kiroho Bwana. Jina Yesu Kristo tunaomba hivyo. Amen. Ndio, nawasalimia tena jioni ya leo kwa karibisha katika jina Yesu Kristo. Nashukuru Mungu tena ametupa nafasi kwa ajili ya siku ya leo. Ni kumshukuru pale ambapo anapotupa hii nafasi, kwa sababu mengine anayokuja haituhusu, ni ya kwake yeye. Yeye ndo anajua kila kitu na kwa nini anafanya hivyo. Sisi hatuna mengine ya kusema, ni kushukuru tu jina lake, kwa sababu imempendeza yeye Mungu wetu kutupa hii nafasi katika jioni ya leo ya Jumamosi.
Ngoja hapa tusome Petro, samahani nilisoma 2. Ni Petro wa pili 3 3 3 hapa kwenye 5 na 6. Nasema, maana ufumba macho yao wasione neno hili, ya kuwa zilikuwako mbingu tangu zamani, hapa na nchi pia imefanyizwa kutoka katika maji, na ndani ya maji kwa neno la Mungu. Kwa hayo dunia ile ya wakati ule iligharikishwa na maji, ikaangamia. Nasikia vizuri? Hapo ndo kwenye andiko nilipataka nitafute ya Petro pili sura ya 2, ilikuwa ni sura ya 3 5 hadi 6. Sasa tunaendelea na somo hapa, somo yetu ile ambayo imeingia tu hivyo ya uumbaji wa Mungu, jinsi Mungu alivyoumba dunia. Lakini ukisoma huku kwenye nabii alisema, alikuwa anaongelea aligusa hii Petro wa pili 2 na aya ya 5 na ya 6. Ukisoma kwenye makao ya baadaye ya bwana harusi na bibi harusi wa duniani, bwana harusi wa mbingu, the male fitiri, ndio nabii aligusia hii andiko. Sasa hii andiko yenye alitoa hapa na ndio yenye ilikuwa nachukua, lakini sasa iko kwenye sura ya 3 aya ya 2, aya ya sura ya 3 ya Petro wa pili 5 hadi 6, ndio kwenye ilichukua kuonyesha kwamba ile dunia ya kwanza ambayo ilipatwa na gharika. Basi angalia, ndio ile ambayo Mungu alianza kuumba, hii ambayo Mungu alisema, ile yenye Musa alisema Mungu akaumba mbingu na nchi. Petro naye akaja kuirudilia. Ndio hapa ambapo nilisoma, narudilia tena, nasema maana ufumba macho yao wasione neno hili, ya kuwa zilikuwako mbingu tangu zamani na nchi pia. Unasikia huko Mungu aliumba mbingu na nchi kwenye Mwanzo 1. Yaani watu leo wanasema kama Mungu aliwahi kufanya hivyo vitu hapa duniani. Kwa sababu leo watu wameshaanza choka. Ndipo Yesu aseme kwamba atakuja kuchukua watu, hapo nyuma ndio kwenye wanaongelea. Mbona ahadi zake hazitimii? Kitu kama hicho. Sasa nasema hivi, wao wanafungwa macho wasiyaone kila ambacho Mungu alinena kupitia neno hili, kwamba zilikuwako mbingu tangu zamani na nchi pia imefanyizwa kutoka katika maji na ndani ya maji kwa neno la Mungu. Kwa hayo dunia ile ya wakati ule iligharikishwa na maji, ikaangamia. Kipindi cha Nuhu hicho, yaani ile dunia ya kwanza ile iliharibishwa na nini? Na maji. Takwenda kusikia nabii sana anasema kama utafika. Usipofika hapo basi labda kesho. Sasa nabii alituambia kwamba mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Tarudilia hapa kwenye alinena nabii kwa ajili ya kupata kamsingi ili tuendelee. Nafikiri tunaelewa hii somo kidogo. Nguvu za kugeuzwa ambayo nabii alisema hapa, alihubiri. Narudia tena hapa tupaelewe vizuri. 49 inasema hivi ya nguvu za kugeuza, tarehe 31 mwezi wa 10 65, hubiriwa asubuhi. Biblia anasema hivi: sasa katika mwanzo
Mlango wa kwanza. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Wewe utakuchapa. Ikatulia juu ya uso wa maji. Tunatambua ya kwamba maji hayo na Biblia ilisema hapo mwanzo kule nyuma ya kwamba hii nchi ilikuwa ukiwa, yaani ni sehemu ambako hakuna chochote, ilikuwa vide. Na sehemu ambako iko vide ni sehemu tu hakuna chochote. Unasikia vizuri? Tena utupu. Hakukuwa na kitu bali giza tupu la machafuko. Na hapana shaka ilikuwa katika hali ya kuchukiza sana. Hakukuwa na kitu chochote bali huko mbali kwenye giza. Hakuna nuru wala chochote. Na mtibuko wa maji na ile nyota iliyohamahama ilizunguka huko na huko kwenye orbiti huko nje mahali fulani. Hapana budi ilikuwa ni fungu kubwa mno la kitu fulani kilichopotea. Vile ilivyokuwa haikuweza kuingia katika njia yake. Sikia nabii anavyosema. Yaani wakati Mungu alipoumba mbingu na nchi, ile nchi ilikuwa hapa kuwepo na chochote kile. Je, Mungu anaweza aumba kitu ambacho hakuna chochote? Ndio maana nilisema nilitoaga ile maandiko ya Injili, tukaona Luka, Mathayo, Marko na Yohana. Habari za wale wanyang'anyi wawili na Yesu msalabani. Sawa? Mmoja alisema wawili ndo alimkashifu Yesu. Mwingine akasema hapana, yule wa kulia wa kushoto ndo alifanya nini? Ndo alimkashifu Yesu. Lakini yule wa kulia akamtetea nani? Yesu. Si ndio hivyo? Sasa ndo nikauliza swali, tumuulize nani? Tukubali andiko ya wapi ambayo ilisema kweli, kwa sababu vyote vimeandikwa. Je, kwa akili ya kawaida wapingane? Sasa mwale wawili tukubali nani? Ndo hata unakuta tena hiyo Injili, hizo Injili nne, Mathayo hadi Yohana, huko anasema Yesu alifufuka siku ya tatu. Mwingine mwintervale ya siku ya tatu. Tukubali nani? Tunasikia vizuri. Na ndio maana chochote ambacho tunaweza tukakiongelea lazima kiwe na mifano ambayo imetokea wapi? Mwagano la Kale. Tunasikia vizuri. Sasa tukienda kuangalia ambaye alikuwa na mfano wa haya ambayo Yesu alisema, na yule mtu ambaye alikuwa anamtetea pale msalabani. Na Abia alienda kwenda kuchukua historia ya wapi? Ya Yusufu alipokuwa wapi? Gerezani. Na yeye wakati alipofungwa kule, ulikuwa watu wawili ambao waliwakuta mle ndani. Tunasikia vizuri. Mule mlikuwa watu wawili ambao walikuwa wamekutaniwa wamefungwa pale mprizo. Na Biblia akasema ule ni mfano ambao Yesu naye alikuja kutimiza hapa mwagano jipya. Tunasikia vizuri. Yusufu naye alipokuwa gerezani, kuna mmoja ambaye alipona na mwingine akauawa. Yule ambaye alikuwa na korobei, ambaye alikuwa na kikapu juu, ambaye ilikuwa ni mikate, kwa sababu waliona mandoto. Watu wawili waliona ndoto. Mmoja akaona iko na kapo tatu ambazo ziko yako mikate, ndege wakaja wakakula. Mwingine alikuwa na ingine kama ingine tatu hivi, kama alikuwa ananyosha nini, alikuwa afanya nini, hadi kusoma ile maandiko. Sasa wakati Yusufu alipokuwa anafasiria zile ndoto za wale watu, akamwambia wewe, kuelekea siku hizi tatu utauawa. Na wewe kuelekea siku tatu Farao atakuja kukuchukua, atakufanya kuwa mfanyakazi kule, kitu kama hicho. Na ndivyo ilivyokuwa vile. Ndio kisi ilifanya. Na Biblia akasema ndivyo ilivyokuwa wakati Yesu alipokuwa anaangikwa pale msalabani. Kulikuwa wa shetani na wanani na wa Mungu.
Sawa? Kwa hiyo sisi tunachukua ile andiko yenye Branham alisema kwa wakati wa leo. Ile ndio tunaona kwamba ndio ya kweli ambayo inahusu wakati wa leo. Unasikia vizuri? Yale mengine hatujuani naye. Tunajuana yale ambayo nabii ameyatoa kwa ajili ya kutuambia kwa wakati wa leo. Kwa sababu hiyo tu pekee ndio ilikuwa na mfano wa Agano la Kale. Ndio ikaja kuwa kuhalisia wakati wa Yesu. Sasa hapa nabii anatuambia hivi. Wakati ulimwengu ulipoenda kutengenezwa ama kuumbwa. Sawa eh? Alikuta Musa ndo alisema. Sasa, je, Mungu anaweza kufanya kitu ambacho kiko na giza hemo? Ambacho hakina mfano? Hakina umbo lolote? Kwa sababu ndo Isaya naye alikwenda kusema. Unasikia vizuri? Usikie Isaya anavyokwenda kusema. Na ndio maana haya maandiko haya ni kwa makini sana. Isaya sikia hapa Isaya anavyosema. Isaya hapa 45 inasema hivi. Ukisoma Isaya 45 hadi Isaya 45:17 hadi 19 inasema hivi. Bali Israeli wataokolewa na Bwana kwa wokovu wa milele. Ninyi hamtatahayarika wala kufadhaika milele na milele. 18 inasema hivi. Maana Bwana aliyeziumba mbingu asema hivi. Nasikia huko eh? Bwana ambaye ndiye Mungu ambaye aliumba mbingu alisema hivi. Yeye ni Mungu, ndiye aliyeumba dunia na kuifanya. Ndiye aliyeifanya imara, hakuiumba ukiwa. Nasikia vizuri? Hakuiumba ukiwa, yani ni sehemu ambako hakuna chochote. Vide, hakuiumba vide. Yani aliumba mwisha kuwa na vitu pale. Tuko tunasikia vizuri? Hii ni asema Bwana hii. Maana Bwana aliyeziumba mbingu asema hivi. Nilishaambia Bwana hiyo. Yeye ni Mungu, ndiye aliyeiumba dunia na kuifanya. Ndiye aliyeifanya imara, hakuiumba ukiwa. Aliiumba ili ikaliwe na watu. Mimi ni Bwana, wala hapana mwingine. Unasikia huko eh? Sikusema kwa siri katika mahali pa nchi ya giza. Hakusema kwa siri mahali pa nchi ya giza. Sikuwaambia wazao wa Yakobo, nitafuteni bure. Mimi Bwana nasema haki na nena mambo ya adili. Unasikia vizuri? Mungu aliumba dunia, mbingu na nchi, sio kwa bure. Tuko tunasikia vizuri? Aliumba ili kwamba watu wafanye nini? Wakae. Yeye ni Mungu, ndiye aliyeiumba dunia na kuifanya. Ndiye aliyeifanya imara. Hakuiumba ukiwa. Aliiumba ili ikaliwe na watu. Tunasikia? Lakini hapa sasa inasema hivi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa, tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Sikia vizuri? Isaya hapa anasema Mungu yeye hakuumba nchi iwe ukiwa. Lakini Musa anasema wakati Mungu aliiumba ilikuwa ukiwa. Twende pole pole.
Tuko pamoja? Na hivyo ndivyo tunavyokuwa tunapofanyika nyota zinazotangatanga mbali na Mungu. Sasa katika ile giza ambapo Mungu alikuwa ameumba mbingu na nchi, mlikuwa giza. Tunajua giza ni nani? Ni Shetani. Tunasikia vizuri. Ina maana Mungu wakati tunaona maandiko inasema ndipo Bwana akaona ni vema. Sawa eh? Bwana Mungu akaona ni vema, ndio maandiko inasema. Hapa anasema namba 4. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Mama. Sawa? Ina maana Mungu wakati alipoumba kila kitu kilikuwa kamilifu. Hapakuwepo na giza. Giza iliingia wakati Shetani alikuja kuvuruga. Ndio giza ikatokea. Tunasikia vizuri. Hapa Musa anaanza kuona kumesha kuwa nuru ya Mungu na Shetani. Shetani anakuja na vuruga vile ambavyo Mungu alivitengeneza. Twende pole pole. Sasa hapa nabii anasema wakati mule ile giza mlikuwa nuru ama nyota ambayo ilikuwa inatokea mule inatangatanga inakosa sehemu ya kukaa. Ndipo Mungu akauchukua mchafuko huo mkubwa wa giza na kuubadilisha ukawa bustani ya Edeni. Unaona, kwa neno lake. Hivyo ndivyo tunavyogeuzwa kwa neno la Mungu. Sawa? Mama. Basta nitakuchapa. Mama. Wewe. Nabii anasema hivi. Twende muhuri hapo tulikuwa tushapaona. Some muhuri wa 4. Tisina mbili. Dada mama, wewe. Tisina mbili nasema hivi, muhuri wa 4. Nilikuwa nikizungumza na mtu fulani si muda mrefu uliopita. Alikuwa akijaribu kujadiliana nami na kusema, "Je, uoni haya kusema ya kwamba Mungu aliumba mbingu na nchi katika siku 3 ama katika siku 6?" Nasikia huko eh? Je, swali liko hapa. Kuna mtu ambaye alimwambia ndugu Branham, alisikia Branham anahubiri kwamba Mungu aliumba dunia siku ngapi? 3. Siku 3? 6. Sawa? Nilikuwa nikizungumza na mtu fulani si muda mrefu uliopita. Alikuwa akijaribu kujadiliana nami na kusema, "Je, uoni haya kusema ya kwamba Mungu aliumba mbingu na nchi katika siku 3 ama katika siku 6?" Hapa alikuwa alikuwa anatutubia, alikuwa maanisha 3, 6.
alisikia ndugu Branham anasema Mungu aliumba mbingu na nchi siku 6. Nikasema hivyo ndivyo Biblia ilivyosema. Si ni kweli? Mungu alifanya vyote siku ngapi? 6. Na siku ya 7 akafanya nini? Akapumzika. Je, Branham alimwambia uongo? Naona. Na ndo maana naweka hivi. Sawa? Siku 6. Hii ingine naacha hapo. Tuelewe vizuri. Jamaa huyu alienda kumshtaki, kumshutumu nani? Nabii kwamba Branham hausikia aibu kusema kwamba Mungu aliumba mbingu na dunia siku 6. Lakini Biblia inasema Mungu aliumba mbingu na nchi siku ya kwanza akafanya hivi, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya 4, siku ya 5, ya 6 akaumba mwanadamu. Na siku ya 7 akapumzika. Ndio Biblia inavyosema. Sasa na huyo jamaa kama hausikia aibu kusema kitu kama hicho? Huyu Mungu mkubwa kabisa aumbe dunia siku 6 tu. Na Biblia akamwambia hapana, sio mimi, ndio maandiko inavyosema. Sawa? Twende pole pole. Nikasema hivyo ndivyo Biblia ilivyosema. Kasema, vema. Tuna ushahidi na tunaweza kudhibitisha ya kwamba ulimwengu una umri wa mamilioni ya miaka. Na kisha alimwambia, akamwambia hapana. Mungu hakufanya dunia hii siku 6 kwa sababu tuko na udhibitisho unaonyesha kwamba Mungu ili atimize na kukamilisha ulimwengu ni mamilioni ya nini? Ya miaka. Wasikia? Nikasema, sikia vile Branham alisema. Nikasema hilo alikuwa na uhusiano wowote na jambo hili. Sawa? Hilo ambayo yeye alikuwa anasema na kile ambacho Biblia inasema halina uhusiano. Katika Mwanzo 1:1 ndio hapo kwetu tunasoma ilisema, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Point. Hapa Kiswahili nasema kipindi. Sawa? Lakini Branham Kifaransa, ukisoma yake Kifaransa anasema point. Na Biblia ndo anaweka point. Full stop. Mungu hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Point, inaisha. Pala wa kudetermine siku wala miaka. Huko tunaelewa vizuri. Nasikia vizuri. Na hapa anaanza amrudisha kwenye maandiko, aelewe jinsi maandiko inavyosema. Ina maana ni hivi. Haya maandiko jinsi inavyoandikwa hapa. Pata vizuri, achana naye. Haya maandiko yanavyoandikwa hapa sio vile anavyomaanisha. Unasikia vizuri? Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Point. Na ndio Biblia inaweka point hapa kimya. Branham anasema kipindi ndio point. Full stop yani. Ilisema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Hakuna cha zaidi. Eske wanaongeza? Unaona? Basi nchi ilikuwa utupu, ilikuwa ukiwa tena utupu. Anaingia kwenye verse ya ngapi? Ya pili. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Unaona? Ndipo nikasema, ninaamini kila sikia sasa. Yaani Branham anataka amaanishe hivi. Tunaona mwanzo 1. Sawa? Hapa Mwanzo 1:1 Mungu akaumba, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Point. Inaishi. Ikaingia 2. Nayo nchi ilikuwa ukiwa na utupu. Roho na kadhalika pale. Tunasikia vizuri.
Tunaelewa? Sikia nabii anavyosema sasa. Basi nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Ndipo nikasema, ninaamini kila mbegu ilikuwa imekaa pale kutokana na ustaarabu mwingine ama chochote kile. Na mara maji yalipoondoka, nayo nuru ikaiangaza, hapo ikatokea miti na kila kitu. Unasikia vizuri? Watu wache hii. Nitakuja kuelewesha vizuri. Ngoja niache hiyo kwanza. Ngoja tuingie nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu tarehe 11 mwezi wa 9 65 aya 38. Sikia nabii tena anavyogusia huku. Hii ya Mungu ale nitakuja kuelewesha vizuri. Kama itakuwa leo kesho tena nitaikusia. Sawa? Si. Sikia. Pata upatana. Yule jamaa alisema siku 6 ndo ulimwengu ulifanya nini? Ulitengenezwa. Siku 6 na siku moja ya Mungu hapa ni miaka ngapi? 1000. Ina maana Mungu aliumba dunia miaka ngapi? 6000. Sawa? Ndio hivyo. Ndio nabii anasema kwenye sehemu zingine. Pale kuko siri pale. Twende 38 inasema hivi. Nguvu za Mungu za kugeuza. Nami nikawazia asubuhi ya leo katika Mwanzo 1. Ulimwengu huu haukuwa na umbo na ulikuwa tupu na giza lilikuwa juu ya nchi. Si kitu ila mchafuko mtupu. Basi wakati ulimwengu huu ulipokuwa katika hali hiyo, sikia sasa. Roho ya Mungu ilitulia juu ya uso wa maji. Ndipo hiyo picha nzima ikabadilika. Sawa eh? Ikabadilika kutoka kwenye mchafuko mtupu ikawa ni bustani ya Edeni. Kama alivyosema kwenye ile jumbe nyingine. Sawa eh? Hizo ni nguvu za Mungu za kugeuza ambazo zinaweza kuchukua kitu kilicho bure na kufanya kitu cha ajabu kutoka kwake. Nguvu za Mungu za kugeuza. Maana bikisha anaanza kufafanua. Wewe unakuwa unafanya nini? Yaani Mungu anaweza akafanya sehemu ambako hakuna matumaini, akaweka matumaini. Ulimwengu ambao ulikuwa una umbo na sura, yeye akaufanya ukaja kuonekana mzuri na wa kuvutia kabla ya dhambi haijaingia. Mwile giza ambayo ilikuwa inatanda duniani, sawa? Bustani ya Edeni ikatokea. Asikia vizuri. Nasi tunafahamu kwamba kwa kuyasoma maandiko ya kwamba Mungu alichukua miaka 6000 katika kufanya maandalizi kwa ajili ya Edeni hii. Unasikia nabii? Tuko tunaelewa. Mungu alichukua miaka 6000 kuandaa nini? Fuate vizuri. Ni wapenda nikueleweshe pale, uelewe pale.
ile wazo yenye ule jamaa alikuwa nayo na yenye nabii anakuja kusema kama vinaambatana. Ule jamaa alisema kwamba Mungu alikuwa na shutumu nabii kwamba hauna aibu kusema kwamba Mungu aliumba mbingu na nchi siku 6. Akasema sio mimi, maandiko ndio inavyosema. Siku ya kwanza Mungu aliumba hivi, siku ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5, ya 6, siku ya 7 akapumzika. Unawezaje kusema kwamba mie niko shupavu na nasema ambavyo havieleweki? Maandiko yenyewe ndio inasema. Sasa Branham anakuambia hivi. Hii miaka 6,000 hii au siku 6 ambayo Mungu alitengeneza haikukuwa dunia. Ilikuwa nini? Bustani ya Eden. Tunasikia? Sikia nabii. Nasi tunafahamu kwamba kwa kuyasoma maandiko, kwa kuyasoma nini? Maandiko, ya kwamba Mungu alichukua miaka 6,000 katika kufanya maandalizi kwa ajili ya Edeni hii. Unasikia? Ya kwamba Mungu alichukua miaka 6,000 katika kufanya maandalizi kwa ajili ya Edeni hii. Sasa huenda hakuchukua muda mrefu jinsi hiyo, bali ni kuzania tu na kulichukulia kwenye maandiko ambapo yalisema siku moja kwa Mungu ni miaka 1,000 duniani. Hiyo ni kusema kama Mungu angeuhesabu wakati, sawa? Hiyo ni kusema kama vile Mungu angehesabu wakati wa kwanza, wa pili, siku ya kwanza, siku ya pili. Ina maana na Petro wa pili pale kwa tulisoma. Ile Petro wa pili sura ya 3 chini yake ndio kwenye wanaongelea siku moja ya Mungu hapa ni miaka 1,000. Ina maana kwa kuhesabu kama hii ya kawaida 1 2 3 6 kwa kuhesabu kwa kawaida. Ina maana ni hizi siku zenye Mungu alikwenda kuzifanya nini? Edeni. Bustani ya Edeni. Ilichukua miaka ngapi? 6,000. Kwa nasikia vizuri. Kulichukua kwenye maandiko ambapo yalisema siku moja kwa Mungu ni miaka 1,000 duniani. Hiyo ni kusema kama Mungu angeuhesabu wakati, na tuseme alichukua miaka 6,000 katika kuifanya dunia. Unasikia huko Tuseme kwa mfano hivyo. Naye alikuwa amepanda duniani mbegu zote nzuri. Kila kitu kilikuwa tu ni kamilifu. Nafikiri mara nyingi wakati hata wakosoaji wanapoanza kusoma kitabu cha Mwanzo, wanaanza kukikosoa kwa kuwa inaonekana kana kwamba daima kinajirudia, kina kurusha hapa na pale. Nasikia vizuri. Wakosoaji wenye elimu wanapokwenda kusoma kitabu cha Mwanzo na kwa habari za uumbaji, wanaona kama vile Biblia Mungu alikuwa anajirudia. Hapana. Maandiko hayaeleweki kwa masomo. Ni kwa ufunuo. Sikia. Lakini kama tungeangalia tu kwa dakika moja, sawa? Kabla hatujaingilia somo letu, kwamba Musa aliona ono. Nasikia nabii? Musa aliona nini? Na maono ni kitu ambacho sio sahihi. Ni mifano. Sawa? Musa hivi yote venye ndipo akaona nyoka, akaona kwenye shamba la Edeni kulikuwa miti miwili. Aliona nini? Maono, mifano. Unasikia? Branham alisema ile miti miwili ambayo ilikuwa mshamba la Edeni. Alisema ilikuwa ni miti ya kawaida. Alisema walikuwa ni watu. Lakini yeye Musa aliona nini? Aliona miti. Tunasikia vizuri.
ndipo hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Musa aliona nini? Maono, mavision. Lakini kama tungeangalia tu kwa dakika moja kabla hatujaingilia somo letu, kwamba Musa aliona ono, naye Mungu akasema naye. Mungu alinena na Musa uso kwa uso, mdomo kwa sikio. Sasa kamwe hakunena na mtu mwingine yeyote jinsi hiyo kama alivyonena na Musa. Sasa Musa alikuwa ni mtu mashuhuri, mmoja wa manabii walio wakuu sana. Yeye alikuwa ni mfano wa Kristo. Na sasa Mungu anaweza kunena, yeye ana sauti imesikiwa, Mungu anaweza kunena. Nasikia huko. Hapa nabii anaanza kuongelea jinsi alivyoandika. Mungu naye aliandika wakati aliandika kwenye ukuta siku moja. Sawa? Nabii anasema hivi: Mungu ni kisima cha neema yote na nguvu, na hekima yote ya kiungu iko katika Mungu. Kwa hiyo basi, tukijua jambo hilo, yeye ndiye muumba pekee aliyeko. Hakuna muumba mwingine ila Mungu. Shetani hawezi kuumba hata kidogo. Yeye upotosha tu kile kilichoumbwa, lakini Mungu ndiye muumba pekee. Kwa hiyo, sikia sasa. Kwa hiyo yeye aliumba kwa neno lake. Vyote ambavyo viko hapa viliumbwa kwa neno la Mungu. Alilituma neno lake. Kwa hiyo mbegu zote alizokuwa ameweka ardhini, mbegu zote zilikuwa wapi? Yaani vile alivyosema Mungu hapo mwanzo, Mungu alipoumba mbingu na nchi. Nchi si ndo ardhi? Mbegu tayari zilikuwa zikisha kwa mule muudongo. Tunasikia vizuri? Sasa kwa sababu dunia bado ilikuwa inafunikwa na giza, ile nuru ilikuwa bado haijapiga zile mbegu ambazo zilikuwa kwenye ardhi, na ndio maana zilikuwa zijatokea. Tunasikia vizuri? Wakati nuru alipoanza tenganisha sasa nuru na giza, sasa ile nuru ambayo ilipoenda kupiga kwenye ardhi, ndio sasa nini? Mbegu zikaanza tokea, mimea ikaanza tokea. Kwa sababu ile nuru inaenda kupiga kunini? Kwenye ardhi. Unasikia vizuri? Tunaona hapa kuko manyumba hapa. Tuseme kwa mfano hapa kote wanabomoa, vitu vyote wanavitoa. Baada ya miaka kazi inapokuja utakuta hapa ni pori. Sio kweli? Kuko sehemu unakuta watu walikuwa naishi manyumba. Zile nyumba zikibomoka, unakuta kunaota nini? Majani. Ilitokea wapi? Na pale palikuwa nyumba. Ina maana pale kwenye ardhi kuko mbegu ambazo ziko ndani ya nini? Ya udongo. Ni neno la Mungu ambalo wakati Mungu aliposema, yaani lile neno lienda na nguvu na kuumba kila kitu pale vile kwenye ile ardhi. Sasa zile mbegu ama ile mimea ambayo iko chini ya udongo haiwezi ikatoka kama hakuna jua ya kuipiga. Ndio hii nuru ambayo inasema. Sasa nuru inapoenda kupiga kila siku pale, ile nuru inaingia kwenye ardhi, inaenda otesha zile mbegu ambazo ziko kwenye ile ardhi pale mahali fulani. Na ndio kisi Mungu aliumba, ndio kisi Mungu alifanya. Tuko tunasikia vizuri. Ndio hapa nabii alisema alituma neno lake. Kwa hiyo mbegu zote alizokuwa ameweka ardhini, yeye aliziumba mbegu hizo kwa neno lake mwenyewe. Kwa kuwa hapakuwapo na kitu kingine cha kufanyiza mbegu hizo. Unasikia? Yeye alikuwa ameziweka. Nazo zilikuwa chini ya maji. Unasikia? Chini? Ina maana hii dunia yote ilikuwa inafunikwa na nini? Na maji. Ndipo akatenganisha. Ndio maandiko yanasema, ndipo akatenganisha. Sasa kule chini ya maji ambako kulikuwa udongo kule, zile mbegu zilikuwepo. Sasa alipotenganisha sasa, ndio kisoma hapa, Mungu akasema na iwe anga katikati ya maji.
Unasikia? Ndio siku ya pili hiyo. Alitamka. Vyote vilikuwa vishakuwa pale. Tuko tunasikia vizuri. Siku ya pili tena akuumba, alianza ordone sasa. Hii maji na anga hii, ale visambaratike, vijigawe. Vishakuwa pale. Yaani vile alivyotamka tu iwe nuru. Ile nuru ikatokea pale. Tunasikia? Kwenye ujumbe wa Mungu anajifasiria yeye mwenyewe kwenye neno lake. Yeye mwenyewe ndiye mfasiri. Nabii anasema kwamba wakati alipotamka iwe nuru, nabii alisema ichukua mamia ya miaka jua kutokea. Sio kwamba eti alisema nuru na ikawa pale pale. Tunasikia? Kwa tunasikia. Hapa Musa anaona hii ni mifano. Mungu aliposikia zote, Mungu akasema nuru inatokea. Branham sasa ndo anakuja kufasiria sasa. Eti hapana, Mungu akufanya eti yeye kusema iwe nuru na pale pale ikatokea. Sifu. Na vile sema ichukua miaka mamia. Tunasikia? Sasa siku ya pili sikia na Mungu alivyofanya. Mungu akasema na iwe anga katikati ya maji. Likayatenge. Kuwe anga katikati ya maji. Na ikatenge nini? Maji na maji. Unasikia? Mungu akalifanya anga, akayatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga. Ikawa hivyo. Mungu akaliita lile anga mbingu. Sawa? Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya pili. Tunaona Mungu akuumba. Alitenga nini? Aliordone, aliratibu. Alitoa ordre, alitoa utaratibu. Kwa sababu kuko lundo ya maji na mimi niko na haja ardhi ionekane, akasema sasa ile maji ambayo inarundika pale ijigawe mara mbili. Ile maji ikae sehemu yake kuonekane na nchi kavu na kuwe na anga. Juu ya ile maji kuwe nini? Kuwe anga. Ile anga akaita mbingu. Ndio huko kwa kunaenda maavyo, sio mbinguni. Mbingu haiko mbinguni. Dans le firmament mkifaransa ndio mbingu. Huko kwa maavyo inaenda lolele mkibebe. Angani. Angani haiko mbinguni. Ni vitu viwili tofauti. Sawa? Ndio unaposikia eti kama shetani ni mfalme wa anga, sio wa mbinguni. Anga huko ndio unajaa mapepo, ndio Bwana anasema. Unasikia? Mungu akasema, maji yaliyo chini ya mbingu, yani chini ya anga, huku kwa maji napita. Chini yake ndio kwenye tuko huko. Mungu ndio akasema, ndio yaani alianza kuordone tu. Hakuumba. Akaanza sema sasa, hii maji yenye iko chini ya mbingu ama chini ya anga ifanyeje? Maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja. Unaona huko Anatamka, si ni neno Mungu atashindwa na nini? Maji inafaa nini? Inatii, inajikusa. Ndio maana leo unaanza kuona maosea, malake, mariviere, mafleve. Unasikia? Neno la Mungu lilitamkwa. Ordonance. Aitoa utaratibu. Maji kaanza yenyewe, si Mungu anaweza. Maji yenyewe kaanza kujikusanya. Hakuumba siku ya tatu tena. Mungu akasema, maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja, ili pakavu paonekane. Ikawa hivyo. Mungu akapaita pale pakavu nchi. Unasikia huko Hapa hivi kwenye tuko kulikuwa kunajaa maji. Katika Mungu wakati anaumba dunia. Hapa kote kulikuwa kuna ndio maandiko isema. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya vilindi. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Unasikia vizuri?
Sikia nabii. Nitaka tuende hapo ili tuelewe, tutakuwa tunaenda kwa nabii tunagusa huko ili tuelewe vizuri. Nabii anasema hivi. Yeye alikuwa ameziweka nini? Alikuwa anaweka zile mbegu. Nazo zilikuwa chini ya maji. Yeye alisema tu na hiki kiwepo na kile kiwepo. Nasikia nabii sana kufanua. Sasa tunaona ya kwamba mara nyingi inaonekana kana kwamba Biblia inajirudia ama kusema kitu ambacho haisemi. Unasikia nabii? Mara nyingi Biblia unakuta inaanza sema vitu ambavyo inajirudilia na mara tena haisemi vile vile. Sikia nabii. Kwa mfano, katika Mwanzo mmoja, tena narudilia Mwanzo. Katika Mwanzo mmoja tunaona ya kwamba Mungu alimuumba mtu kwa mfano wake mwenyewe. Unasikia? Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Kisha anaendelea na mambo mengi yakatukia juu ya nchi. Sikia. Ndipo tunapokuja kuona hapakuwapo na mtu wa kuilima ardhi. Basi Mungu akamuumba mtu kwa mavumbi ya ardhi. Siku ya ngapi? Ya sita. Huyo alikuwa ni mtu tofauti. Naye akampulizia roho wa uhai ndani yake, naye akawa nafsi hai. Hii nayo tutakuja sikia sasa. Tunaenda 49. Sasa Mungu katika miaka 6,000 alikuwa amepanda mbegu hizi zote nzuri sana. Ama alikuwa amenena neno lake. Itakuwa hivi, mti huu utakuwa. Kila kitu kilikuwa ni kikamilifu. Kilikuwa ni kizuri tu. Naye akaamuru kila moja ya mbegu hizo kwamba zingejigeuza ziwe mmea wa aina ya uhai ambao neno la Mungu lilikuwa limenena ndani yazo zitakuwa. Kama ulikuwa ni mwaloni, ulipaswa kuzaa mwaloni. Kama ulikuwa ni mtende, ulipaswa uzae mtende. Unasikia huko? Sikia. Na akiwa ni Mungu muumba, akivinena vitu vyote vikawa. Hapana shaka ulikuwa ni ulimwengu mkamilifu. Palikuwa ni mahali pazuri. Ilikuwa ni paradiso halisi kweli hapa duniani. Sasa kama kila mahali hapana budi pawe na makao makuu mahali fulani, mkutano huu una makao makuu, na tawi hili lina makao makuu, na kanisa lina makao makuu, naye Mungu anayo makao makuu. Na kwa hiyo mahali hapa pakuu, taifa tunaloishi lina makao makuu. Na kwa hiyo Edeni hii kuu ilikuwa na makao makuu. Nayo makao yake makuu yalikuwa kwenye bustani ya Edeni, ama katika Edeni, mashariki mwa bustani hii. Unasikia vizuri? Edeni ilikuwa kama nchi. Unasikia vizuri? Tuseme kama vile Tanzania. Makao makuu yao iko wapi? Dodoma ama Dar es Salaam. Ndio gisi Edeni ilivyokuwa. Nabii anasema kila sehemu lazima kuwe makao makuu. Hapa Marekani makao makuu ya Marekani wapi? Washington DC. Ndio kwenye kuko White House. Ndio kwenye kunaishi rais, makao makuu. Unasikia vizuri? Na Mungu naye alikuwa na makao makuu hapa duniani. Wapi? Mashariki mwa Edeni.
ujumbe wa nabii hapa tena ambao naongelea hapa. Ile neno lililonenwa ndio mbegu halisi. La parole parlée, la semence originale. Nabii anasema hivi. Sikia Branham anavyosema. Ilihubiriwa asubuhi. Maana ujumbe wa asubuhi na ujumbe wa jioni. Nabii anasema hivi. Kwa Kiingereza ni aya ya 50. Kuanzia aya ya 50 ya Voice hadi 54. Kwa Kiswahili ni yote ni La Voix de Dieu VGR. Lakini sasa ya Kiswahili ni ya Kiingereza iko tofauti paragrafu. Ya Kiswahili inaanza 47 paragrafu. Lakini ya Kiingereza yake inaanza 50. Kwa niangalie humu ya kitabu kama inaanza ngapi. Sasa zinakuwa tofauti. Unaona, humu ya kitabu iko tofauti, haionekani. Na ndio Kiswahili. Sasa hii ni version ya epi, haiko ya nani? Haiko ya Voice. Ngoja tusome ya Voice 47 inasema hivi. Binti yangu huko nyuma, Rebeka, alikuwa akisema. Sawa eh? Fuate hii swali yenyewe. Rebeka binti ya Abrahamu alikuwa anauliza babake. Baba, shuleni tulithibitisha ya kwamba ulimwengu huu una umri wa mamilioni na mamilioni ya miaka. Basi hilo si linahitilafiana na Biblia? Unasikia? Sawa na yule msomi mwenye alikuwa kukutanana na nani? Na ndugu Branham. Rebeka naye akamuletea ile swali. Eti shule zetu tulifundishwa kwamba hii dunia iko hapa mamilioni ya miaka. Kwamba ulimwengu huu una umri wa mamilioni na mamilioni ya miaka. Ndio akamuuliza baba. Haoni kama inapingana na Biblia? Unasema aje? Kwa sababu Biblia inasema ni siku 6. Sawa eh? Lakini shule tuliambiliwa ina umri wa miaka mamilioni. Akamuuliza, haoni kama inahitilafiana na Biblia? Branham anasema, la bwana. Nikasema, sivyo. Vema, kasema, ikiwa uchunguzi mbalimbali wa miamba na miundo na staltiki na stalagmiti na kadhalika unathibitisha kule kudondoka kwa mamilioni ya miaka, huku Mungu akisema aliumba mbingu na nchi katika moja ya saa 24, hilo si linakosoa, linakanusha Biblia? Unasikia huko eh?
Sasa wao wanahesabu hii ya masaa 24. Nabii akamwambia binti yake kwamba nikasema la, sikia, kama utaangalia, nabii ndo anasema sasa, kama utaangalia, uangalie kwa makini, Mungu akimwambia Musa kuhusu Biblia, tuko tunasikia vizuri eh? Mungu ndiye aliyemwambia Musa habari za mwanzo, lakini alimwambia kwa nini? Kwa ono. Mungu akimwambia Musa kuhusu Biblia, yeye alisema, Mungu ndani ya Musa alisema, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Nukta. Point. Haikuendelea. Ulisikia hapa alisema miaka? Nukta. Kwamba ilichukua muda gani, hiyo sio kazi yetu. Nasikia nabii anasema, ndipo anaendelea na kuanza kuleta wakati wake wa kuweka mbegu duniani. Lakini hapo mwanzo, sikia sasa, huenda ilikuwa ni mamia ya mabilioni ya matrilioni ya miaka, kipindi cha wakati usiopimika, lakini Mungu aliumba mbingu na nchi. Nukta. Nasikia alivyokuwa anamwambia sasa binti yake, inawezekana hivi mlivyoambiwa ikawa ni kweli. Huenda ilichukua mamilioni, mabilioni, matrilioni ya miaka, lakini vilivyoandikwa ilisema kwamba Mungu aliumba mbingu na nchi. Nukta. Hilo la tosha. Unasikia? Hiyo ndio hatua ya kwanza. Unaona, yeye hafanyi makosa. Mungu hafanyaji makosa. Paulo, yule mhubiri mashuhuri, alimwambia Timotheo, soma ujidhibitishe ukiligawanya neno la Mungu kwa halali. Kuligawanya yani kulidispense, kulihubiri vizuri. Yaani hii maandiko kama hii ya utatanisho hii, inatakiwa mtu ambaye kabisa anabobea kwenye maandiko ndio aeleweshe watu haya maandiko ambayo yanakuaga na mafumbo na yana utata ndani yake. Sasa ukikosa mhubiri ambaye hana upeo, akupewa hii nafasi ya kusema maneno kama haya, atawavuruga. Tunaona wakati huyu alimletea vyenye aliambiwa shuleni. Sasa anasema mbona vinapinga Biblia? Eti hapana. Ngoja nikueleweshe. Tunasikia? Sasa huku imani yangu ikiwa katika neno namna hiyo, basi siwezi kuchukua tafsiri ya kibinafsi. Kwa maana Biblia inasema ya kwamba Biblia si ya kufasiriwa apendavyo mtu. Sasa Roho amelifunua hivi punde tu. Niliyajua hayo maandiko, lakini sasa hivi sijui ni wapi hasa katika maandiko. Lakini ninyi mnayoandika mtayapata. Nafikiri ni katika Petro. Kitabu cha Petro ndio inasema ambapo Biblia si ya kufasiriwa kama apendavyo mtu yeyote. Kwa hiyo kama mwandishi aliyevuviwa alisema, na kama hiyo si kweli, basi ni kiasi gani cha sehemu zingine zake zisizo kweli? Ama zote ni kweli au zote si kweli? Huwezi kulifanya vinginevyo. Unasikia? Ujumbe ambao tuliwahi kusoma, yupo mtu hapa anayeweza kuiwasha taa. Tarehe 29 mwezi wa 12 63. Kianza hapa kwenye 56. Nane inasema hivi. Nafikiri tushapasoma.
Sasa nuru, mara ya kwanza nuru tunaipata katika Biblia, inapatikana katika Mwanzo 1:3. Lilikuwa neno la Mungu, lililo neno likafanyika ile nuru. Maana Biblia inairudilia neno la Mungu ndio lilienda kutoa ile nuru. Na hatujua ile nuru ni nini. Tunasikia vizuri? Hatujua kama ile nuru yenye ilisemwa ni nuru gani. Mungu alisema iwe nuru. Mwanzo 1:3 na ikawa nuru. Sasa kumbuka, basi nuru huja kwa neno lililonenwa la Mungu. Na nuru ndiyo thibitisho au jambo ambalo amelinena ni nuru. Ndogo nitakuchapa. Nuru irukapo yaonyesha kuwa Mungu alisema iwe nuru. Hapa kuweko nuru na yeye akasema iwe nuru. Unasikia vizuri? Na ikawa nuru. Hilo ni thibitisho. Nuru ni thibitisho la neno lake lililonenwa. Jambo hilo leo, thibitisho la neno lake lililonenwa. Sasa uonapo neno lake likithibitishwa, au kwa maneno mengine likifanywa lijulikane, likihakikishwa, hiyo ni ile nuru ya neno lake lililonenwa. Sasa tunaona, naamini tunapojifunza sasa hii nuru, nchi ilikuwa ukiwa. Sasa watu wengine ubishana mashuleni mwao na kadhalika, jinsi dunia ilivyo na mamilioni ya miaka. Unasikia na kule shuleni bwana Rebeka ileta yake, ule jamaa naye akaleta ya kwake. Watu wanabishana wapi? Mashuleni. Na wakajaribu kulaumu Biblia na kusema si sahihi. Ni kwamba hawaisomi Biblia. Tuko nasikia vizuri. Huku shuleni wanasema dunia hii ilifanyika na ilikaa hapa mamilioni na mamilioni ya miaka. Branham anakuja kusema watu wanataka waoneshe kwamba Biblia inakosea. Anasema hapana, Biblia ikosei. Wanashindwa kuisoma Biblia. Ina maana Biblia jinsi inavyoandikwa sio vile inavyomaanisha. Huku tunasikia vizuri. Vile Biblia inavyoandikwa hapa sio vile inavyomaanisha. Humu mko mafumbo, hivyo yote ambavyo vimeandikwa ni mafumbo, havina fasiri. Tunasikia vizuri. Ndio hapa nabii anasema watu wengine shuleni kule wanabishana. Ubishana mashuleni mwao na kadhalika, jinsi dunia ilivyo na mamilioni ya miaka, na wakajaribu kulaumu Biblia na kusema si sahihi. Ni kwamba waisomi Biblia hivyo tu, kwa sababu Biblia haituambie umri wa dunia. Tunasikia vizuri? Ulisikia Biblia inasema umri wa dunia? Si ni kweli? Kuko sehemu hapa Biblia inasema dunia iliumbwa kwa miaka kadhaa. Lakini Biblia ilisema siku ya kwanza Mungu alifanya nini? Aliumba hiki. Siku ya pili hiki. Siku ya tatu hadi siku ya sita. Sasa wao wanachukua ya masaa 24. Wanaelewa ni ya masaa 24. Sasa hizi siku hizi ukienda kwa Biblia sasa inakwambia siku moja ya Mungu hapa duniani miaka ngapi? 1000. Sawa? Na hii 1000 ambayo ukijumuisha na Biblia inasema ukichukua kwa hesabu ya kawaida ambayo tunayojua ndio inaleta hii 6000. Tunasikia vizuri? Kulingana na Petro wa pili alivyosema kwamba siku moja kwa Mungu duniani hapa ni miaka 1000. Sasa ndo wanachukua ile siku ya kwanza ya Mungu yenye aliumba inakuwa 1000. Siku ya pili 2000. Siku ya tatu 3000. Ya nne ya 4000. Ya tano 5000. Ya sita 1000. Wakajumuishi, na maana dunia ilifanya nini? Iliumbwa siku au miaka 6000. Sasa ndo wanaoleta sasa huku shule tuliambiwa hii dunia ni mamilioni ya miaka. Sasa mbona Biblia inasema ni siku 6 tu ambayo ni 6000? Haoni kama Biblia inajipinga? Au vitu ambavyo tunaambiwa shuleni vinapingana na Biblia? Unasikia?
wakajaribu kulaumu Biblia na kusema si sahihi, ni kwamba waisomi Biblia hivyo tu, kwa sababu Biblia haituambii umri wa dunia. Biblia ilisema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, kikomo pwani, ikaisha pale. Lini? Aje? Hivyo hatujui hilo. Sasa hiyo ni ya kwanza, na hicho ni kikomo. Huo ni mwisho wa hilo fungu la maneno. Tunasikia huko hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kwa hatuongezi wala kupunguza. Tunasikia vizuri. Sasa hapo hivyo Mungu hajaumba chochote. Sasa ukiangalia hapa Mwanzo sura ya kwanza na mstari wa kwanza, si ndio aliumba mbingu na nchi? Ili afike hapa kwenye mbili ambako kulianza tokea nuru na kila kitu, hapa katikati hapa huko miaka ya mingi ambayo ilipitika. Sawa? Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Sikia. Pengine ilikuwa milioni 1 au bilioni 1000 au chochote kile. Na jinsi alivyofanya, hiyo ni juu yake kujua. Waona, si mimi. Bali dunia ilikuwa, nchi ilikuwa ukiwa, tena utupu. Na maji yalikuwa juu ya nchi. Na Mungu akasema, ikaenda juu ya maji, na akasema, iwe nuru. Sasa naamini kuwa unasikia vizuri. Ndio pale kwa tulisoma ile kipindi. Naamini kuwa jua na kadhalika tayari vilikuwepo. Unasikia? Kabla ya mbingu na nchi kuwepo. Unasikia vizuri? Ile kwa sababu mbili ndio inaanza sema, mbili inasema hivi. Mungu akasema iwe nuru. Mbili inasema hivi samani. Nayo nchi ilikuwa ukiwa, tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Nabii anasema hapa tayari jua ilikuwa ishakuwa. Watu tutakuja kuimalizia kesho, Mungu akipenda. Watu some ujumbe wa mwisho hapa la colonne des faits. Colonne des faits hapa. Ilihubiriwa tarehe 9 mwezi wa 5 53 aya ya 14 na 15. Sawa, tutamalizia hapo. Ndio tunaisha. Nabikia dakika 6 tumalize. Nabii anasema hivi, ujumbe wa nguzo ya moto 14 hadi 15. Sasa sikia. Aimeriez-vous entendre ce que je pense sur comment Dieu est devenu? Nabii anauliza, je, mngependelea kusikia ili niwaambie kile ninachofikiria jinsi Mungu alivyokuwa? Wewe je, mngetamani nabii atuambie jinsi Mungu alivyokuwa? Sawa? Aimeriez-vous effectuer un petit voyage avec moi pendant quelques minutes? Je, mngependa tuchukue usafiri kidogo pamoja na nyie, pamoja nami kwa dakika chache? Je, nina muda? Maintenant soyez respectueux juste une minute. Sasa iwe watulivu kwa dakika moja. Permettez-moi de redresser ceci pour vous. Hebu mniruhusu sasa niwaeleweshe, niwaonyeshe vizuri mambo haya kwa ajili yenu. Effectuons maintenant un petit voyage dans un petit espace, une vision mentale dans votre esprit. Hebu basi tusafiri kwa usafiri mdogo katika eneo fulani na katika maono ya kiakili ndani ya roho zenu. Et retournons à 100 millions d'années avant qu'il y ait même une étoile dans le ciel. Na turudie kabla ya mwanzo hapajakuwa na nini?
hata nyota, mamilioni ya miaka. Yaani ili dunia hii ije iwepo hapa itengenezwe ama iumbwe, nyota iziwepo, jua na mwezi na kila kitu ambacho tunakijua hapa. Nabii asema ilichukua mamilioni ya miaka ili dunia ije kuonekana. Tunasikia vizuri? Yaani tunatoka kwenye hii mwanzo moja tunaenda umilele. Kulikuwa nini? Tunasikia vizuri? Kabla, yani tunarudia kabla ya mwanzo moja. Hai yenye Musa aliona. Kwa sababu ndio yenye Musa alianza kuiona. Na ndio maana unaposikia Abrahamu ni zaidi ya Musa, ni kwa sababu Mungu alimpa mafunuo zaidi ya manabii wengine wote. Tunasikia vizuri? Alipewa vitu ambavyo wakina Musa wakuviona. Tunaona Musa hapa alianza hapo mwanzo, palikuwa hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Ndio hivyo eh? Sasa Abrahamu anakuambia twende kabla ya mwanzo moja. Kulikuwa nini? Mamilioni ya miaka ilipita. Kabla kuja kuwa hata na nyota kule mbinguni ama angani. Il y avait un Dieu, palikuwepo na Mungu. Il a toujours été Dieu. Yeye daima alikuwa ni Mungu. Et alors nous nous mettons sur tenons ici en train de voir la création venir à l'existence. Sasa tunasimamia hapa na kuona jinsi uumbaji unaanza kuja. Il n'y a aucune étoile, hapakuwepo na nyota yoyote. Et voyons donc, na tuone basi. Je parcours donc du regard tout cet espace, tout cela, c'est Dieu. Sans forme, au siècle des siècles. Pour les éternités, sans commencement ni fin. Tout est Dieu. Avant même qu'il y ait de l'air, Dieu existait. Le commencement même de la nature, de la création, était Dieu. Tunasikia vizuri. Nabii anasema kabla ya kila kitu akija kuwepo, Mungu alikuwepo tu. Kabla ya nyota, kabla ya chochote kile kuumbwa hapa, Mungu tayari alikuwa kuwepo. Sawa? Maintenant, 15 nasema. La Bible nous apprend que le Logos est sorti de Dieu. Ou je pourrais dire, c'était sa toute première forme corporelle quand le Logos est sorti de Dieu. Sasa Biblia inatufunza kwamba huyu Logos ambaye alitoka kwa Mungu, naweza nikasema hivi, ndiyo iliyokuwa umbo lake la kwanza la mwili la huyo Logos ambaye alitoka kwa Mungu. Tunasikia vizuri? Umbo la kwanza la Mungu kuchukua kabla ya kuja kwa Yesu. Hii ilikuwa ishakuwa umbo nyingine hii. Na ndio maana Biblia anakuambia Mungu ni ule umoja lakini anabadilisha nini? Forme, umbo, sura. Tunasikia vizuri? Kule kabla ya mwanzo ya kuumba mbingu na nchi, Mungu ambaye alikuwa wa milele Elohim kule, wakati alipotoka kule, Logos ambaye ni mwana wa Mungu, ni Mungu katika umbo lingine. Sasa nabii asema hivi, kwa mara ya kwanza Mungu kuchukua umbo ya mwanadamu haiko pale kwa Yesu. Tuko tunasikia vizuri? Ilianzia wapi? Mwanzoni, kabla kuja kuwa na chochote. Tunasikia? Kabla hivyo Mungu ayaumba na nyota na nini na malaika bado. Mungu akachukua umbo lingine la mwili ambao liitwa Logos, ambaye ndiye mwana. Ni ule Mungu lakini katika umbo la nini? La mwanadamu. Tunasikia vizuri? Alikuwa na hii Logos ni mwili wa kiungo ambao ni mwili wa mtu. Tofauti na huu wa udongo. Tunasikia? Nabii asema c'était sa toute première forme corporelle. Et quand le Logos est sorti de Dieu, voyons si à quoi cela ressemblait. Hebu tuangalie ilikuwa inafanana na nini. Personne n'a jamais vu le Père à aucun moment. Unasikia huko? Hakuna ambaye aliyewahi kuona nani? Mungu Baba. Kwa sababu Mungu Baba ni nini? Ni roho. Sawa?
Huyo Mungu hii ndio ile roho wa Mungu alikuwa roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Hii roho hii ndo Baba, ndo Mungu muumba. Sasa hii haikuwaje inaonekana na macho ya kawaida. Ukisema mtu niliona Mungu, hakuona Mungu, aliona nini? Forme. Unasikia vizuri? Si Musa aliona, hakuona Mungu. Wakati iko kwenye mlima wa Horebu kule, akasema Mungu, niko nataka nikuone. Funga macho. Mawe nyambi inapasuka. Ile wakati sasa anatachinga, Musa akachungulia. Uone sasa ndo nabii mwenye alikuwa anaongea na Mungu ana kwa ana, lakini yeye anajificha. Bale wakule chini wangeona. Walianza lalamika kule, Musa, tunajua ni wewe kabisa, wewe unaongea na Musa. Lakini Musa aliresiste kwa sababu yeye manabii ambao Mungu anawapatiaga kifua kikuu, kwa maneno mengi. Anakuaga anawapatia kapasite, uwezo mkubwa wa kustahimili maneno ya Mungu. Tunaona hata nabii wakati alipokuwa hapo Sunset, Bafre of Sotman na wengine bote walikimbia wakati wingu liposhuka hivi. Haiko ya historia bilifanyika hapa Marekani. Hii. Na wenye walishika hii, haiko Branham. Sayansi ya hapa. Gazeti la Life, Look Time Life, magazeti matatu ambayo yana masifa hapa Marekani, sio hapa New York. Unasikia? Ndio ilishika hizi picha hizi. Wakaona anga limejaa wingu. Wao wenyewe ndio waliita wingu la kimbinguni. Sawa? Na wakadetermine espace yenye ilikuwa inasimamia kilomita ambayo ilikuwa inasimamia na urefu wa hii wingu. Tuko tunasikia vizuri. Wewe. Na urefu wa hii wingu. Branham hakukua yeye alikuwa tu anaongea na nani? Na Mungu, kwa sababu hao malaika saba walikuja kumnyanyua nabii. Walimnyanyua. Wakaenda naye, wakaingia mwini wetu. Hii vyote ambao uko naona hii, ni malaika. Sio mawingu. Ni kamera tu, kwa sababu kamera haiwezi shika malaika. Unasikia vizuri? Hizi vya mweupe yuko naona hii. Ni mbawa za malaika saba. Wakati sasa waliposhika wakawa wavielewa na sayansi. Wakasema hivi vitu tutavielewa ni nini? Hivyo walianza kuiita kitu cha kimbinguni, wingu la kimbinguni. Tunasikia? Ukisoma ujumbe wa Levé du Soleil, ndio kwa nabii anafasiri vizuri. Ndio akaja kumletea nabii. Kwa sababu alijua ndugu Branham ni mtumishi wa Mungu ambaye anajua mambo mengi ya Mungu. Wakamletea hii picha hii. Sawa? Walipomletea ilikuja hivi, siku moja nitakaonyesha tena. Ilikuja hivi, bali ilikuja kumuonyesha hivi. Sawa? Wakati walipomletea hivi, wao kuelewa kwamba ni nini hii ndugu Branham, mtuambie. Yeye kushika tu hii picha, sauti ikamwambia, eti hiyo picha ugeuze uipeleke mkono wa kulia. Tunasikia vizuri. Sasa mimi hivi niko kushoto, wewe ndio uko mkono wa kulia. Kama nikigeuza hivi inageuka mkono wa kulia. Ndio hivyo. Wewe uko unaona ni mkono wa kulia. Kwa sababu nikigeuza hivi, tunaona kitu inaonekana. Ndio kizi walimwambia nabii. Kwa sababu uko unaiangalia vis-a-vis hivi, Mungu akamwambia ipeleke mkono wa kulia. Branham akaipeleka hivi. Kuja kuangalia akawa mko kichwa ya nani? Ya Kristo. Unaona? Wao hawakuona. Akawaambia hii ni wingu la kimbinguni. Mungu alikuja kudhibitisha neno lake. Ndio wakaenda. Wenye waliviona hivi hakukuwa na wanasayansi wa hapa Marekani. Ndio waliviona hivi. Ndio wakampelekea hii picha. Branham yeye alikuwa tu iko humu anaongea na ule malaika wa saba. Anamwambia siri ya kila malaika, kuanzia malaika mwenye alikuwa wa Paulo, wa Ireneo, hadi wa nani? Wa Wesley. Unasikia vizuri? Akamwambia kila kitu.
Ndipo akaenda sasa kufunua mihuri saba. Ndio ule huyu malaika mwenye alikuwa anamwambia humu, ndio ambaye tena alikuwa anamfikia wapi? Mshambre yake. Yesu mwenyewe ndo alikuwa anakuja tena kumwambia. Muhuri wa kwanza unamaanisha hivi, wa pili. Sawa? Nabii anasema hivi, watu waiwai sasa. Mais alors, mais alors le logos qui est sorti de lui est devenu comme un petit halo de lumière. Observons-le jouer là comme un enfant devant les yeux du Père. Et maintenant je peux le voir alors qu'il se déplace ici et il trace sa mémoire ou sa pensée, une image de ce que le monde devait être. Nasikia nabii anavyosema. Mungu mwawazo yake akaanza chora jinsi dunia itakavyokuwa. Branham anasema naweza nikawaambia jinsi Mungu alivyokuwa anawaza jinsi atakavyotengeneza dunia na sura yake. Hii dunia unapoiona, mwenye alianza kuijua jinsi itakavyokuwa ni Mungu mwenyewe, anamfunulia nani? Nabii. Nasikia vizuri. Si hii dunia iko mviringo, lakini Branham iko anakuambia iko kare. Iko kare. Sawa? Si iko hivi, si wanaonesha iko hivi. Lakini Branham anakuambia dunia inakuaga hivi. Iko na pembe hii. Tunasikia vizuri. Na hizi pembe ile hizi kuna kuaga kila malaika. Kila pembe hapa ya dunia kuko malaika. Il trace dans sa mémoire ou sa pensée une image de ce que le monde devait être. Dans le moment takuchapa. Là, il n'y a pas d'étoile ni ria. Hapo hivi hapaja kuwepo nyota na chochote. Wala jua hakuna. Je l'entends dire. Namsikia akisema qu'il y ait na pawe iwe. Sikia. Et un atome, ndio kwenye alisema Mungu akasema na iwe nuru. Sikia nabii anasema hivi. Qu'il y ait et un atome apparaît. Atome. Ni matière ya chimie. Et alors, sikia atome, Et alors, le soleil est venu à l'existence et s'est mis à tourbillonner. Unasikia huko ukatokea nini? Jua. Na pawe nuru. Ile nuru ambayo itokea ilikuwa nini? Jua. Na Bwana bariki yako chache. Unasikia? Yaani nuru aliposema iwe nuru, ile nuru ambayo itokea ile ilikuwa ni jua. Ilitoka muatome, matiere. Ilikuwa kama vile volcan, kama volcano, malavi, bili mabui vya volcan. Donc ilitokea, na ndio maana hakuna mwenye anaweza fika kujua. Hawa wanasayansi bado hata wafanye nini, hawatafika gako. Ni moto. Sawa? Simama.